Watu wengi wanadhani mayai ya kisasa ni salama kwa 100%, lakini tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa matumizi yasiyo na mipaka yanaweza kuwa na athari fulani mwilini. Leo nitakuonyesha mambo 12 ya kibiolojia ambayo wengi hawajui, na baadhi yake yanaweza kukushangaza sana. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Watu wengi wanatumia mayai ya kisasa kila siku bila kuelewa namna yanavyoathiri mifumo mbalimbali ya mwili kama moyo, ini, homoni na hata mfumo wa kinga. Tatizo si kula mayai pekee, bali ni kiasi, ubora na jinsi yanavyozalishwa. Kaa hadi mwisho wa video hii ili ujue ukweli wote wa kisayansi na jinsi ya kujilinda bila kuacha kabisa kula mayai. Namba 1. Kuongezeka kwa kiwango cha mafuta kwenye damu. Mayai ya kisasa yana kiasi kikubwa cha cholesterol, ambayo ni aina ya mafuta muhimu, lakini pia inaweza kuleta changamoto mwilini ikiwa iko juu kupita kiasi. Tafiti mbalimbali zimeonyesha kuwa matumizi ya mara kwa mara ya mayai kwa baadhi ya watu yanaweza kuongeza kiwango cha LDL, ambayo hujulikana kama cholesterol mbaya. Kibiolojia, LDL inapozidi mwilini huanza kujikusanya kwenye mishipa ya damu na kusababisha kupungua kwa upenyo wa mishipa. Hali hii inaweza kuathiri mtiririko wa damu na kuongeza hatari ya matatizo ya moyo. Ni muhimu kuelewa kuwa mwitikio wa mwili hutofautiana kati ya mtu na mtu, lakini utafiti unaonyesha kundi fulani linaathirika zaidi. Namba 2. Athari kwenye ini kutokana na uchakataji wa mafuta. Ini lina jukumu la kuchakata mafuta yote yanayoingia mwilini, ikiwemo yale yanayotokana na mayai. Mayai ya kisasa, hasa kutoka kwenye mifumo ya uzalishaji wa haraka, yanaweza kuwa na muundo wa mafuta unaohitaji kazi kubwa zaidi ya ini kuyachakata. Kibiolojia, mzigo mkubwa wa mafuta unaweza kusababisha mkusanyiko wa mafuta kwenye ini, hali inayojulikana kama fatty liver. Tafiti kadhaa zimeonyesha uhusiano kati ya ulaji wa mafuta mengi na kuongezeka kwa hatari ya hali hii. Hii haimaanishi mayai ni sumu, bali matumizi kupita kiasi yanaweza kuathiri kazi za ini kwa muda mrefu. Namba 3. Mabadiliko ya homoni kutokana na lishe ya kuku. Mayai ya kisasa yanatokana na kuku wanaolishwa chakula maalum ili kuongeza uzalishaji. Tafiti zimeonyesha kuwa lishe ya kuku inaweza kuathiri muundo wa virutubisho na kemikali ndani ya yai. Kibiolojia, baadhi ya vipengele hivi vinaweza kuingiliana na mfumo wa homoni wa binadamu, hasa pale vinapotumiwa kwa kiasi kikubwa kwa muda mrefu. Mfumo wa homoni ni nyeti sana na unahitaji uwiano sahihi ili kufanya kazi vizuri. Ndiyo maana baadhi ya watafiti wanaendelea kuchunguza jinsi uzalishaji wa kisasa unavyoweza kuathiri afya ya binadamu. Namba 4. Kuongeza hatari ya mzio wa chakula. Mayai ni miongoni mwa vyakula vinavyojulikana kusababisha mzio kwa baadhi ya watu. Kibiolojia, protini zilizopo kwenye yai zinaweza kutambuliwa na mfumo wa kinga kama vitu hatari, hivyo kuanzisha mwitikio wa kinga. Tafiti zinaonyesha kuwa mzio wa mayai ni wa kawaida zaidi kwa watoto, lakini unaweza pia kuendelea hadi utu uzima kwa baadhi ya watu. Dalili zinaweza kuwa za kawaida kama kuwashwa au kuwa kali zaidi. Hii inaonyesha umuhimu wa kuelewa mwitikio wa mwili wako binafsi. Namba 5. Athari kwenye bakteria rafiki wa utumbo. Utumbo na bakteria wazuri wanaosaidia mmeng'enyo wa chakula na kinga ya mwili. Tafiti za kisasa zinaonyesha kuwa baadhi ya vyakula vyenye mafuta na protini nyingi vinaweza kubadilisha uwiano wa bakteria hawa. Mayai ya kisasa yakitumika kupita kiasi yanaweza kuathiri mazingira ya utumbo kwa kubadilisha aina ya bakteria waliopo. Kibiolojia, mabadiliko haya yanaweza kuathiri mmeng'enyo na hata hali ya kinga ya mwili kwa ujumla. Namba 6. Kuongeza mzigo wa protini mwilini.
Mayai yana protini nyingi ambazo ni muhimu kwa ujenzi wa mwili. Hata hivyo, ulaji wa protini kupita kiasi unaweza kuleta changamoto kwa figo. Kibiolojia, figo zinahusika na kuchuja taka zinazotokana na uchakataji wa protini. Tafiti zinaonyesha kuwa mzigo mkubwa wa protini kwa muda mrefu unaweza kuongeza kazi ya figo, na kwa baadhi ya watu wenye matatizo ya awali, inaweza kuongeza hatari ya kuharibika kwa figo. Namba 7, uwezekano wa mabaki ya kemikali. Katika uzalishaji wa kisasa, kuku wanaweza kupewa dawa za kuzuia magonjwa au kuongeza ukuaji. Tafiti mbalimbali zimeonyesha kuwa mabaki madogo ya kemikali hizi yanaweza kupatikana kwenye bidhaa za kuku ikiwa usimamizi si mzuri. Kibiolojia, kemikali hizi zinaweza kuingia mwilini na kuathiri mifumo mbalimbali ikiwa zitajilimbikiza. Ingawa viwango vingi vinadhibitiwa kisheria, bado watafiti wanaendelea kuchunguza athari za muda mrefu. Namba 8, kuathiri uzito wa mwili kwa baadhi ya watu. Mayai yana kalori na mafuta ambayo yanaweza kuongeza uzito iwapo yatatumika kupita kiasi bila usawa wa lishe. Kibiolojia, ziada ya nishati mwilini huhifadhiwa kama mafuta. Tafiti zinaonyesha kuwa lishe yenye mafuta mengi bila uwiano sahihi inaweza kuchangia kuongezeka kwa uzito. Hii inategemea pia mtindo wa maisha wa mtu, kama vile kiwango cha shughuli za mwili. Namba 9, kuongeza hatari ya matatizo ya moyo kwa baadhi ya watu. Uhusiano kati ya mayai na afya ya moyo bado unajadiliwa, lakini tafiti zinaonyesha kuwa kwa watu wenye historia ya matatizo ya moyo au kisukari, matumizi makubwa ya mayai yanaweza kuongeza hatari. Kibiolojia, hii inahusiana na usimamizi wa cholesterol na mafuta kwenye damu. Ndiyo maana wataalamu wa afya wanashauri matumizi ya kiasi kulingana na hali ya mtu binafsi. Namba 10, athari kwenye mfumo wa kinga. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa vyakula fulani vinaweza kuathiri jinsi mfumo wa kinga unavyofanya kazi. Mayai yana virutubisho vingi, lakini pia yanaweza kusababisha mwitikio tofauti kwa watu mbalimbali. Kibiolojia, mwitikio huu unaweza kuwa wa kusaidia au wa kuleta changamoto kulingana na mwili wa mtu. Hii inaonyesha umuhimu wa kusikiliza mwili wako. Namba 11, uwezekano wa uchafuzi wa bakteria. Mayai yanaweza kubeba bakteria kama hayajahifadhiwa au kupikwa vizuri. Tafiti nyingi zimeonyesha uwepo wa bakteria kama Salmonella kwenye baadhi ya mayai. Kibiolojia, bakteria hawa wanaweza kuingia mwilini na kusababisha matatizo ya tumbo. Hii ndiyo sababu usafi na upikaji sahihi ni muhimu sana. Namba 12, kupungua kwa ubora wa virutubisho kutokana na uzalishaji wa haraka. Mayai ya kisasa yanazalishwa kwa kasi kubwa ili kukidhi mahitaji ya soko. Tafiti zinaonyesha kuwa njia ya uzalishaji inaweza kuathiri ubora wa virutubisho ndani ya yai. Kibiolojia, lishe ya kuku na mazingira yao huathiri moja kwa moja kile kinachopatikana ndani ya yai. Hii inaweza kusababisha tofauti ya thamani ya lishe ukilinganisha na mayai ya asili. Nyayani ni chakula chenye virutubisho muhimu, lakini matumizi yake yanahitaji uelewa, kiasi sahihi na kuchagua ubora mzuri. Tafiti zinaonyesha kuwa athari nyingi hutegemea jinsi unavyotumia na hali ya mwili wako. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.